Kwanza nimemsikia Pereira na mwalimu Julio Alberto Pereira anajiita nickname. Nimemsikia Pereira ametamba sana, anasema yeye anafahamu Simba ina kocha mmoja Suleiman Matola, amjui kocha mwingine, na akasema hata jina la kocha wao mimi simjui. Amemtusi Steve Barker. Ukweli usiopingika kwamba hakuna mechi rahisi chini ya Mashujaa. Tuko katika pointi ya ubingwa leo, yani leo inachotakiwa jasho la wachezaji wa Simba likikamuliwa kwenye jezi moja tujaze vikombe vitatu. Umeelewa sijui? Yani wacheze katika hali mali na wajitume kwa sababu tunahitaji. Yani kutoka hapa sasa tunahitaji ushindi. Na kwa hiyo chini ya Steve Barker nadhani anaweza kwenda kuturahisishia mechi sasa leo Kigoma. Kiasili mechi ni ngumu. Tunatakiwa tukatafute pointi, tena tukatafute kwa jasho na damu. Lakini chini ya Steve Barker professionally, mimi nimuite hivyo, naamini tunakwenda kupata ushindi Kigoma, ingawaje hauwezi kuwa ushindi rahisi. Yes, Kigoma hapajawahi kuwa rahisi kwa Simba na timu nyingine zote. Mara baada jana ya Young Africans kupoteza kwa bao 3 safi kabisa pale katika dimba la Airtel mkoani. Mkoa gani vile ndugu yangu? Singida. Singida Mkoa wa Wastaarabu. Wastaarabu. Sababu bwana ziliwalewesha watu. Ingekuwa mechi imechezwa Dodoma. Na ni umeenda mkoa wa Wastaarabu Singida. Na ufahamu vizuri kuna Wanyeramba kule Wanyaturu. Mkoja na Zabibu zilitoka kilomita 250 kutoka Dodoma kwenda Singida. Sasa mimi nimekaa pale Isuna. Isuna Ikungi ile kwenda Singida mjini nimekaa. Kwa hiyo ilikuwa issue ya Singida kutoka Dodoma. Bwana, tuzungumzie mchezo wa leo ambao unatajwa kuwa miongoni mwa michezo migumu sana, na mechi ya Simba na Mashujaa haijawahi kuwa nyepesi. Tutarajie nini leo ama tutarajie kama ambacho kimetokea siku ya jana? Kwanza nimemsikia Pereira na mwalimu Julio Alberto Pereira anajiita nickname. Nimemsikia Pereira ametamba sana, anasema yeye anafahamu Simba ina kocha mmoja Suleiman Matola, amjui kocha mwingine, na akasema hata jina la kocha wao mimi simjui. Amemtusi Steve Barker. Ukweli usiopingika kwamba hakuna mechi rahisi chini ya Mashujaa, hakuna mechi rahisi chini ya mwalimu wa hamasa. Julio ni mwalimu wa hamasa, sio mwalimu wa mpira. Kuna siku moja alizungumza vitu nikasema huyu ni mwalimu wa hamasa. Kuna tofauti ya mwalimu wa mpira na hamasa. Julio alikuwa KMC kama unakumbuka vizuri. MC nakaribia kushuka daraja, akaulizwa siku hiyo mechi ameshinda, ilikuwa playoff ndio vipi leo kupata ushindi? Majibu yake yani alifukuzwa hapo hapo. Sema mimi niliwaambia wachezaji nyinyi mnajua cha kufanya. Hamna mwalimu huyo. Tactically wachezaji wanaandaliwa. Isipokuwa yeye pia ndo alosababisha Mashujaa kuwa strong kwa hapa kati. Waliumba kweli kweli toka amekuwa akipata ushindi na kusuruhu tu, hajafungwa hapa katikati. Kwa hiyo mimi kwanza kabisa naamini big match, naamini kwenda kupata mechi ngumu, mechi kubwa kutoka kwa Mashujaa, kwa sababu huo ndo ukweli. Hilo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, mpira wetu sisi tunaofahamu vizuri sana. Jana kuna mkubwa akajambia maji. Kama ushawahi kuona beseni likijaa maji, hapo mkubwa akajamba. Nasema anachemka. Jana mkubwa akajambia maji. Lazima afanye vyovyote ilivyo. Ikiwezekana na Simba afanyeje? Lakini kutokana na ubora wa kina Gue, Anicet Eura ambaye nadhani amerudi katika kikosi, Kibisawala Elimpanzu, bolo assist. Yaani kuna vya assist vya kubutua kama vya Okelo, afu kuna bolo assist. Yaani una assist mpaka duniani wanasema hii mara mwisho sijui nimeona wapi. Nikisema kubutua kama Okelo sina nia mbaya. Jana muamuzi mshika kibendera lazimisha Okelo awe na goli 8. Alimpa paka goli la offside. Yaani ile offside ni kama tumbo langu mimi lilivyokuwa kubwa mbele. Uulize kama nina kitambe ndo Okelo alivyosimama. Lakini muamuzi akatuambia hakuona. Sasa assist zinazopigwa na Elimpanzu, Volcano Kibisawala hapo mjini Kinshasa, yule si anatokea mji gani Kinshasa, Kongo hapo. Sikumbuki vizuri. Ukimtaja yule kijana anafahamika, yule kijana ana rekodi ya peke yake. Ngoja nikukumbushe, yule kijana amecheza msimu mmoja tu FC Vita. Msimu atokea timu ya B akaja msimu mmoja FC Vita akadondokea Simba. Ila ukimtaja unaweza kusema kapita klabu 100 kwa sababu mwisho amedondokea katika chuo. Nadhani unafahamu kwamba vyuo viko vitatu. Mmoja leo kitakuwa Kigoma. Kwa hiyo turudi kimsingi katika mechi yetu. Mengine nilikuwa natumia kama mifano. Furahi mtani wako. Anafahamu maana shida. Katika watu wanajua kwamba Simba ni timu bora. Huyu anajua. Ila kilichobaki mapenzi yanafanya bora kiwe dhaifu.
Umenielewa sijui? Kwa hiyo chini ya Steve Barker nadhani anaweza kwenda kuturahisishia mechi sasa leo Kigoma. Kiasili mechi ni ngumu. Tunatakiwa tukatafute pointi, tena tukatafute kwa jasho na damu. Lakini chini ya Steve Barker professionally, mimi nimuite hivyo. Naamini tunakwenda kupata ushindi Kigoma. Ingawaje hauwezi kuwa ushindi rahisi. Yes. Kigoma hapajawahi kuwa rahisi kwa Simba na timu nyingine zote. Hakujawahi kuwa rahisi. Labda Sefu, jana mtani kupoteza kwa bao 3 na endapo Simba atashinda leo gepu la alama litapungua kwa maana hadi alama 2. Kile kilichotokea jana labda kinatoa tahadhari ya namna gani kwa Simba kuelekea mchezo huu, lakini pia kinatoa morali ya namna ipi pia kuelekea mchezo huu? Kwanza Yanga hakutakiwa kuwa bingwa mwaka huu, inalazimishwa. Hata ukimwona kawa bingwa inalazimishwa. Ziko mechi nyingi tu hapa bendi ya Skinde na chechemea, lakini watu wana mbeleko, mambo yanaenda. Umenielewa vizuri? Na Simba tumepambana sana kufika hata hapa unapopaona tunapozungumza. Ni katika vita, kwa sababu Simba toka tumeingia ili dirisha dogo. Sawa, ili dirisha la joto sijui ndo mnaita, sijui ndo dirisha la baridi. Toka tumeingia kutoka kwenye dirisha hilo hatukuwahi kumwacha mtu salama. Si usalama huo unapata sare. Na mechi ambazo tumekupa sare, yani watu wanaenda kulala na viatu. Na utaona chinja anapigwa kubwa. Kwa hiyo ilitupa morali toka raundi ya kwanza, na tulijua Yanga atatema bungo. Unajua Yanga ikiwa iko on fire, unaiona tu katika mechi zake namna wanavyofunga kirahisi. Yanga hii ina struggle. Yaani ina struggle vibaya. Kwanza inapisha wapinzani wanacheza mpira. Yanga wakati wako on fire shaka kipindi kuna yule Kalala Mayele. Mungu amwache huko alipo asimrudishe. Yaani ni hatari. Sasa leo una watu hata mpira hawajui. Unaona yule Princess Dube. Anaitwa Princess Dube. Prince. Ni kidogo ya kike hiyo. Kiingereza sikijui. Ni Prince bana. Ukisema princess ni mwanamke. Prince ni mwanaume. Basi hiyo utataja wewe. Turudi kwenye swali la msingi bana Sefu. Tahadhari ambayo Simba anapaswa kuingia nayo. Wachezaji, mashabiki, kila mtu. Nakwenda kukuonyesha niko na maana ya kuwa hapa tulipofika, mechi hizi unazoziona ndio mechi zinatoa ubingwa. Ubingwa uchukuliwi na mechi za mwanzo. Ila ukikusanya pointi nyingi mwanzo huku unapata urahisi. Kwa hiyo tuko katika pointi ya ubingwa. Leo inachotakiwa jasho la wachezaji wa Simba likikamuliwa kwenye jezi moja tujaze vikombe 3. Umenielewa sijui? Yaani wacheze katika hali mali na wajitume, kwa sababu tunahitaji. Yaani kutoka hapa sasa tunahitaji ushindi. Na mnajua Ngedele anatema bungo tena na Azam. Jana katema bungo na dada yake. Jana alikuwa mtu na dada yake. Hiyo haipingiki kwamba Dodoma na Yanga ni mtu na dada yake. Sema hata mtu kampiga dada yake. Tunajua na yuko Azam anahitaji nafasi ya pili. Yaani Azam akifanikiwa kumfunga Yanga, maana yake anasogea kutafuta nafasi ya pili. Tofauti ya Azam sasa, akicheza mechi zote na Yanga pointi 5. Sawa? Na 5 ngapi? Ilifika 8. Azam walidondosha juzi. Haitakuwa zaidi ya 5. Itakuwa ni katika 8 nadhani, sijui. Kama nitakuwa hesabu nimekosea achana. Na Azam naye anasogea. Azam anatamani kumkuta Simba kwa sasa kwa sababu ndo alikuwa juu yake. Simba pia anatamani amfikie Yanga. Njia rahisi sasa ni kukwamishwa huyu ambaye mwenye pointi nyingi. Na kwa sababu kakubali jana, Mwenyezi Mungu akifanya wepesi tukamaliza mechi, tukaicheza kwa tahadhari. Hiyo lonioji tahadhari ikoje, wachezaji wanatakiwa wacheze kweli kweli, wajitume kweli kweli. Ina maana tukifanikiwa hapa tu mtu mzima anawezeka. Tofauti ya pointi 2, hatuna fainali kati yetu sisi na yeye. Ila tunaamini anakwenda tena kudondosha.